Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Watu walikuwa wanahoji, yuko wapi Gwajima? Gwajima tangu alipoposti kupitia akaunti yake ya Instagram, ilikuwa ni tarehe 2 ya mwezi huu wa 6. Na video ya mwisho ambayo aliposti Gwajima ni video ambayo alikuwa na maaskofu, lakini akiripoti ya kwamba ilikuwa ni mida ya saa 5 kuelekea saa 6 usiku wa kuamkia tarehe 3 ya mwezi huu wa 6. Gwajima aliripoti ya kwamba polisi wamefika kanisani kwake, wamezingira kanisa lake, lakini kubwa alikuwa hafahamu kiundani zaidi kama je, ni polisi kweli au ni watekaji, ni watu wasiojulikana, kwa sababu matukio mengi ambayo yametokea siku za hivi karibuni, watu wanakamatwa na watu ambao wamevalia mpaka sare za jeshi la polisi, lakini pia wengine wakienda na magari ya polisi katika matukio, lakini polisi wamekuwa wakikana kwamba wao hawahusiki na matukio hayo. Kama nakumbuka tukio la wanachama wa Chadema siku ambapo Tundu Lissu anafikishwa kwa mara ya kwanza mahakamani kujibu mashtaka ambayo yanamkabili. Tulishuhudia vurugu zikitokea mahakamani, viongozi wa Chadema wakikamatwa, wengine wakipigwa, wakivunjwa, wengine wakiokotwa huko Mabwepande, maporini huko. Ukiangalia mpaka leo John Pambaru anatembelea Magongo, yani bado hajapona kutokana na maumivu, lakini pia walivyopigwa na kuvunjwa, lakini polisi wakasema wao hawahusiki. Ndipo tukaona John Mnyika akijitokeza hadharani na kuanza kuchambua zile video kwamba wale watu ambao walikuwepo pale mahakamani Kisutu, Dar es Salaam, walikuwa ni wakina nani, walivalia sare za polisi, walikuwa mpaka na mbwa wa polisi na magari ya polisi, walikuwa ni wakina nani? Polisi wanasema wao hawakuhusika. Ndio maana Gwajima akasema kwamba hajui kama ni polisi au ni watu wasiojulikana ambao wamekuja kumkamata. Gwajima akapotea mazima. Baada ya hapo hakuposti kitu kingine chochote, hajaonekana mahala popote isipokuwa kwenye ibada ya Jumapili ambayo ilifanyika nje ya kanisa la Ufufuo na Uzima, barabarani pale, watu wakifanya ibada yao, wakiabudu. Kuna picha, video ambayo ilisambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, akionekana kabisa mtu aliyefanana na Gwajima, ya kwamba alifika kanisani hapo licha ya kwamba makanisa yote ya Ufufuo na Uzima yamefungwa Tanzania nzima kutokana na kila ambacho msajili alisema ya kwamba makanisa hayo, kanisa la Ufufuo na Uzima limeendesha ibada ambazo zina mienendo ya kisiasa yenye lengo la kuichonganisha serikali pamoja na wananchi. Ile video imesambaa sana, nilikuhabarisha hapa pia. Watu wengi wakasema kwamba huyu ni Gwajima. Gwajima jasusi la mbinguni alifika pale bila kutambulika akiwa amevaa kofia yake. Lakini watu wakawa na hoji kwamba mbona mengi yanatokea, kanisa linafungwa, lakini pia tunaona polisi bado wakiwa wameweka utepe kwenye makanisa ya Ufufuo na Uzima. Kesi anapewa wakili Peter Kibatala kwamba amepewa kazi na Gwajima pamoja na kanisa la Ufufuo na Uzima kuhakikisha kwamba makanisa yote ya Ufufuo na Uzima yanafunguliwa. Lakini Gwajima yuko wapi? Mbona yuko kimya? Watu wakataka kumuona Gwajima tena akizungumza hata jambo lolote lile. Baada ya ukimya wa muda mrefu sana, Gwajima amejitokeza hadharani na kupitia akaunti yake ya Instagram ameposti video nyingine ikiwa ni siku 10 zimepita. Lakini video hii kwa upande wangu nimeona ni ujumbe tosha kwa watu, lakini pia kwa kila kitu ambacho kinaendelea katika kipindi hiki. Ukitazama vizuri, hii ni video ambayo Gwajima ameiposti. Alikuwa yupo kwenye mkutano huko Laela Lukwa. Ilikuwa ni tarehe 25 ya mwezi wa pili mwaka 2023, mkutano wa Askofu Dr. Josephat Gwajima. Idadi ya watu ambao walikuwa wamejitokeza kwenye mkutano ni wengi sana. Idadi ya watu ni wengi sana. Sasa hii ni picha ambayo ukijaribu kuitazama unaweza ukapata majibu mengi sana. Kwanza anajaribu kutuma ujumbe ya kwamba nyuma yake kuna watu wengi sana. Tumeona wachungaji wengi, maaskofu wengi wakikemea kufungwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima, kwamba kuna wanyima watu haki yao ya kuabudu, kitu ambacho hakikubaliki. Lakini pia tuliona
kuna mchungaji bishop askofu mzee wa upako, yeye akasema kwamba kama serikali wangekuwa na nia ya kufanya jambo hili liende sawa, basi wangemkamata mhusika aliyezungumza maneno hayo kanisani na sio kulifungia kanisa. Kuna watu wengi ambao wako nyuma ya Gwajima. Hata Gwajima asipokuwepo, ibada zitaendelea, wananyimwa haki ya kuabudu. Akatolea mfano watoto wale wa Sunday schools kwamba watasali wapi watoto wale kipindi ambacho makanisa ya Ufufuo na Uzima yamefungwa. Akasema kwamba ni beta wangemkamata Gwajima mwenyewe na sio kufungia kanisa. Kwa hiyo wengi wakakemea kwamba nyuma ya Gwajima kuna watu wengi sana ambao wananyimwa haki yao ya kuabudu. Lakini chanzo cha yote haya ni nini? Na watu wengi hapa kwenye komenti wamefurahishwa na kuona Gwajima ameposti tena kwa mara nyingine. Tutaangalia komenti zao hapa, ni nyingi sana. Komenti ni nyingi sana. Kusema kweli, watu walimisi kumuona Gwajima katika kipindi hiki baada ya muda kuto kuonekana wala kuto kuposti kitu chochote. Lakini pia huu ni ujumbe ya kwamba Gwajima yuko salama, lakini pia anafuatiliwa na ana wafuasi wengi sana. Sasa chanzo cha yote haya ni Gwajima kukemea vitendo vya utekaji. Kama nakumbuka, Gwajima alifanya mkutano na waandishi wa habari na kulaani vikali vitendo vya utekaji, akitolea mfano matukio ya utekaji ambayo yametokea siku za hivi karibuni. Kwa mfano, tukio la Ali Kibao, kiongozi wa Chadema, alitekwa kwenye basi mchana kweupe, lakini pia kesho akapatikana akiwa ameuawa. Lakini pia tukio lingine ni la hivi majuzi la kutekwa kwa mwanaharakati wa haki za binadamu na mwanachama wa chama cha Chadema Mdude Nyagali. Alitekwa Mdude, watu ambao walijitambulisha kama ni polisi wakafika nyumbani kwake, wakavunja mlango na kisha wakaondoka na Mdude. Mpaka leo hajulikani Mdude ni wapi alipo. Lakini akatoa mfano, kama angekuwa ni mtoto wa Rais Abdul, angekuwa ni mtoto wake, angekuwa ni mtoto wa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, je, vikosi au jeshi la polisi lingenyamaza? Akimaanisha kwamba matukio mengi yamekuwa kitokea, lakini hakuna chochote kinachofanyika. Kwake ilikuwa ni kosa kubwa mno. Wabunge wa CCM wakazungumza vitu vingi sana. Wanachama wa Chama cha Mapinduzi wakazungumza vitu vingi sana, kana kwamba Gwajima amekosea. Abbas Tarimba bungeni akasema kabisa kwamba amefanya makosa mno kumtolea mfano mtoto kipenzi wa rais, mtoto kipenzi wa Rais Abdul, kwamba akikamatwa akatobolewa macho. Je, kitu hiki kingepita tu wangenyamaza? Gwajima akamjibu pia kwenye ibada yake Jumapili, na siku hiyo pia akawajibu watu wengi sana akiwemo rais pia. Kama nakumbuka, rais alisema kwamba CCM ambapo wanakwenda kuchagua wagombea kipindi hiki kuelekea uchaguzi, wahakikisha kwamba kwenye majimbo wasiwapitishe watu ambao watakuja kukigwajimanize Chama cha Mapinduzi. Watu kama wakina Magwajima wayaache nje ya chama. Kwa hiyo ilikuwa ni jibu tosha kwa Gwajima kwamba kile ambacho amekifanya hakijapendwa sio tu na watu wa CCM, bali pia hata mwenyekiti wa CCM ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, hakupendezwa na kitu kile. Ndipo tukaona Gwajima kanisani kwake, polisi wakifika wakati ibada zilikuwa zikiendelea, wakizingira kanisa, vurugu zikatokea kanisani, barabara zikafungwa. Lakini Gwajima baada ya kuposti video hiyo hakuonekana tena, na mpaka leo makanisa yote ya Ufufuo na Uzima yamewekwa utepe, hakuna mtu kuingia kanisani. Sasa kwenye hii video, kama nilivyokuambia, watu wengi walimmisi Gwajima, wametoa maoni yao mengi sana. Huyu anasema Gwajiboy chochea, kuni zitazima. Mwingine akasema kwamba legend, mwingine akasema daddy, lakini pia mwingine akasema our daddy is back. Kesho ibada ni wapi baba, nije na mbegu, fungu la 10 sadaka na kujiunga manisha, na shukrani baba Gwajima. Lakini pia mwingine akasema Mungu akutunze, njoo uungane na sisi baba. Mwingine akasema kwamba jasusi la mbinguni sasa limeibuka. Mwingine akasema kwamba jasusi la mbinguni Askofu Gwajima, sema kitu baba tupone. Mwingine akasema mchungaji, tunaomba mjitahidi Jumapili tukamsifu Mungu. Lakini pia mwingine akasema mwamba kabisa, mtetea haki na tumaini letu Gwajiboy, nileteeni Gwajima, nileteeni Gwajima. Gwajima ilisikika sauti ya mwamba wa Chato.
Mwingine akasema, baba, yote kwa yote Mungu awe nawe utokapo na uingiapo, na kuepushe na mafisadi. Amina. Mwingine akasema kwamba Gwajima ni mmoja tu baba, hamia Chadema. Mwingine akasema, baba, sema neno, nchi inauzwa huku matapeli wanatuuza, ebu waumbue baba. Mwingine akasema kwamba no reform no election, Gwajima is back. Lakini pia mwingine akasema, ahimidiwe Mungu wetu asiyetutoa mawindo kwa meno yao. Akaposti bendera za Tanzania, akaandika Zaburi 124 mstari wa 6. Lakini pia mwingine akasema, tuleteni Gwajima, no reform no election, Gwajiboy is back, unarudi lini jasusi tukuone kwenye ibada. Lakini pia mwingine akasema, niseme ukweli, mimi ni miongoni mwa watu niliyetembea na kujua mengi ya watu wa nchi hii Tanzania. Nashukuru Mungu, ushahidi wa upendo kwa kiongozi yeyote, naomba niulizwe, nitajibu, silipwi, nalipwa na waajiri wangu. Mwingine akasema ya kwamba nani anaweza kusubutu kuita mkutano wake peke yake likajitokeza nyomi kubwa kama hili, kama si jasusi la mbinguni? Gwajima atoke, mwingine anyoshe tu kidole tumuone. Gwajima ni mmoja tu, our daddy is back. Mwingine akasema kwamba Bishop, hakuna kitu chama la wanaogopa kama hii video, watu ni nyomi la kutosha. Mwingine akasema, Mungu akulinde Gwajima wetu, tuliumia sana tulipokuwa hatukuoni. Mwingine akasema, heshima kwako baba mchungaji. Mwingine akasema, baba, sema neno tu na roho yangu itapona, no reform no election. Mwingine akasema, huyu mwamba akichukua fomu ya uraisi CCM kwisha habari yao. Mwingine akasema kwamba rais wa Tanzania, Mungu tunakuomba utupe Gwajima, huyu ndiye rais wetu. Mwingine akasema jasusi la mbinguni limerudi. Lakini pia mwingine akasema haki huinua taifa, ndio maana tunasema no reforms no election. Tunahitaji mabadiliko ya kweli ili kuhakikisha kila sauti inasikika na haki za wananchi zinaheshimiwa. Bila ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi hatuwezi kutegemea maendeleo endelevu. Haki na usawa ni msingi wa taifa. Watu ni wengi wametoa maoni, comment ni nyingi sana, lakini Gwajima baada ya kuposti video hii ameweka hashtag ya Tanzania yetu sote na Tanzania kwanza, na alisema kwamba atasimama na Tanzania, hata kaa kimya pale ambapo mambo ambayo anaona hayaendi sawa atayakemea. Tusubirie kuona, labda sasa tutaona makubwa zaidi kutoka kwa Gwajima kufuatia yote haya yaliyotokea. Tochea maoni yako. Bado na nafasi ya kutuambia, je, kosa la Gwajima ni kukemea matendo ya utekaji au unahisi kuna jambo lingine kubwa mno ambalo linaendelea, labda Watanzania hatulifahamu? Tochea maoni yako na endelea kutufuatilia kwa taarifa zaidi.